Wanamgambo wa kundi la Hamas nchini Palestina wamekubali pendekezo jipya kutoka kwa Misri la kuachia mateka watano akiwemo raia wa Marekani na Israel Edan Alexander kwa sharti la kusitisha mapigano kwa mara nyingine, chanzo kutoka Hamas kimeiambia CNN. Pendekezo hili linafanana na lile lililotolewa wiki kadhaa zilizopita na mjumbe maalum wa Marekani Stephen Witkoff, ingawa haijafahamika kama linajumuisha pia kuachiliwa kwa miili ya mateka waliouawa. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Hamas inatarajia kurejeshwa kwa masharti ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiwemo kuruhusiwa kwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, pamoja na makubaliano ya kujadili awamu ya pili ya usitishaji mapigano. Akihutubia katika television, kiongozi wa Hamas Khalil al-Hayya amesema kundi hilo limepokea pendekezo hilo kwa mtazamo chanya na hatimaye kukubali masharti yake. Hamas imetekeleza kikamilifu makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano na tunatarajia Israel haitalizuia pendekezo hili, amesema al-Hayya. Kwa upande wake, Israel imetoa majibu yake ya kupendekeza mapendekezo mbadala kwa wapatanishi, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Taarifa ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inasema kuwa alifanya mashauriano kadhaa jana baada ya kupokea pendekezo kutoka kwa wapatanishi. Katika saa za hivi karibuni, Israel imetuma pendekezo lake mbadala kwa wapatanishi kwa ushirikiano wa karibu na Marekani, taarifa hiyo imeeleza. Mapema mwezi huu, Israel ilianza upya mashambulizi yake huko Gaza na kuweka kizuizi kamili cha msaada wa kibinadamu kuingia katika ukanda huo, ikisisitiza kuwa vikosi vyake vitaendelea kuwepo katika baadhi ya maeneo ya Gaza hadi mateka 24 waliobaki wanaoaminika kuwa hai waachiliwe. Kwa mujibu wa mamlaka ya afya ya Gaza, tangu Israel ilipoanza operesheni yake ya kijeshi katika eneo hilo baada ya mashambulizi ya Hamas tarehe 7 Oktoba 2023, takribani Wapalestina 50,277 wameuawa na wengine 114,095 wamejeruhiwa. Mtazamaji wa Zone Media, taarifa hii inaonyesha kuwa ingawa hatua fulani imepigwa katika mazungumzo ya kuweza kusitisha mapigano, lakini bado kuna tofauti kubwa kati ya pande hizi mbili kuhusu masharti na mwelekeo wa suluhisho la muda mrefu. Tunaona kabisa kwamba hapa kwa Hamas kukubali pendekezo hili kunaweza kuwa ni mbinu ya kujionyesha kuwa iko tayari kwa mazungumzo na kupunguza mateso ya raia wa Gaza, hasa kuruhusu misaada kuingia. Pia inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kisiasa wa kuendelea kushikilia baadhi ya mateka ili kushinikiza Israel na Marekani katika mazungumzo mapana zaidi. Sasa kwa upande wa Israel, pendekezo lake mbadala linaweza kuwa ni ishara kwamba haitaki kutoa nafasi kwa Hamas kuitumia hali hii kama ushindi wa kisiasa, lakini badala yake Israel inasisitiza kuwa haitasitisha mashambulizi hadi pale mateka waliobaki waachiliwe, na inaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi ndani ya Gaza, huku ikiendelea kufanya operation za ardhini. Lakini jukumu la Marekani na Misri katika mgogoro huu linazidi kuwa muhimu zaidi. Misri imekuwa mpatanishi mkuu katika mazungumzo haya, ikijaribu kuleta suluhu ya muda mfupi kwa lengo la kupunguza athari za kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Lakini Marekani kwa upande wake inashirikiana na kwa ukaribu kabisa na Israel, na hii inaweza kuwa na ushawishi mkubwa juu ya uamuzi wa mwisho wa Israel kuhusu pendekezo la Hamas. Lakini vile vile, ikiwa sasa Marekani itaamua kushinikiza Israel ikubali mpango huu, huenda likawepo dirisha la usitishaji mapigano hata kama ni kwa muda mfupi. Lakini ikiwa Marekani itaendelea kuunga mkono Israel katika msimamo wake wa kijeshi, basi kuna uwezekano mkubwa wa vita kuendelea kwa muda mrefu zaidi. Athari za kibinadamu katika Gaza zinaendelea kuwa mbaya zaidi, ambapo huku takwimu za afya zikionyesha kuwa zaidi ya Wapalestina 50,277 wameuawa na wengine 114,095 wamejeruhiwa tangu vita vilipoanza. Lakini sasa Israel imezuia kabisa misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza, ambapo jambo hilo linafanya hali kuwa mbaya zaidi kwa raia wa kawaida. Lakini vile vile, ikiwa makubaliano haya yatakubalika, basi kuna uwezekano wa misaada kuanza kuingia katika ukanda wa Gaza. Lakini bado haijulikani ni kwa kiwango gani Israel italegeza masharti yake. Katika hali hii ilivyo sasa, bado kuna maswali mengi yasiyo na majibu. Je, Israel itakubali masharti ya Hamas au itaendelea kushikilia msimamo wake mkali? Na makubaliano haya, je, yanaweza kuwa mwanzo wa mazungumzo mapana zaidi ya kusitisha vita au ni hatua ya muda mfupi tu? Na je, Marekani
itatumia ushawishi wake wa kushinikiza suluhu au itaendelea kusimamia upande wa Israel. Lakini kwa vyovyote vile, hali hii inaonyesha kuwa bado kuna mvutano mkubwa, na hatima ya mzozo huu itategemea maamuzi yatakayofanyika katika siku chache zijazo. Na inaonekana kwamba mpaka sasa kuhusiana na mzozo huu wa Mashariki ya Kati, Hamas imeonyesha nia ya wazi kabisa ya kutaka kuweza kurejesha hao mateka watano, akiwemo mateka wa Israel na Marekani. Na hao mateka watano Hamas imekubali kuwarejesha kwa moyo mmoja kabisa, ambapo ushawishi mkubwa zaidi umeweza kutokea kufuatia nchi ya Misri kuweza kuwa na ushawishi mkubwa sana. Na Misri anaonekana kuwa ni mpatanishi mkuu katika mzozo huu, huku akijaribu kutafuta suluhu kwa muda mfupi zaidi ili kupunguza athari za kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Misri ni kama vile anatamani kuona kwamba Gaza yote inakuwa salama, na pia watu wanapata sasa huduma zile ambazo zimekuwa zikikosekana baada ya Israel kusitisha misaada kuingia katika ukanda wa Gaza. Na kitu ambacho Wahuthi wa nchini Yemen wanachukizwa nacho ni hiki kingine ambacho Israel inakifanya cha kuweza kusitisha misaada kutoingia katika ukanda wa Gaza. Wanaona kama ni unyanyasaji mkubwa zaidi ambao unatokea kwa upande wa Gaza, na raia wamekuwa kitaabika, wamekuwa wakipata shida, lakini vile vile hata pia kupitia mateso makali ya njaa ambayo imekuwa ikipelekea shida sana katika ukanda wa Gaza. Israel bado anasisitiza kwamba hawezi kuondoa vikosi vyake Gaza kwa haraka iwezekanavyo hadi pale Hamas ataweza kurejesha mateka wake wote. Sasa kama vile ameamua kuachilia mateka kwa awamu, anatamani labda pendekezo hili la Misri kwamba mapigano yaweze kusitishwa, aachie mateka kidogo kidogo na sio haraka kama ambavyo huenda Israel ingetamani kuona mateka wakiachiliwa wote. Lakini inasemekana pia kuna mateka wengine ambao tayari wamekwisha poteza uhai, na Israel inatamani pia mateka hao waweze kuachiliwa hata kama wameshapoteza uhai. Inawezekana pia kuna hofu kubwa ambayo Hamas iko nayo, labda ikija kuachilia mateka wote, huenda tukashuhudia Israel akaja juu zaidi na kuweza kufanya mashambulizi ambayo yatapelekea ukanda wa Gaza kuwa katika hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Na kupitia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasisitiza kwamba sakata lake hili bado litazidi kuwa kubwa kwa kuendelea kufanya mashambulizi ikiwa tu Hamas haitarejesha mateka wote. Hapo kuna mvutano mkubwa sana ambao unazidi kuendelea baina ya pande hizi mbili, ambapo mpaka sasa haijulikani pande gani ambayo itakwenda kuridhia moja kwa moja makubaliano ya usitishaji mapigano kwa mara nyingine tena, kwa mara ya pili. Ikiwa katika siku za kwanza za awali za siku 60 waliweza kutii vizuri, lakini baadaye Israel ikaamua kushambulia tena ukanda wa Gaza, ikiita kwamba Hamas haikuweza kukubali kurejesha mateka wake wote ambao waliweza kuwachukua baada ya shambulio la Oktoba 7, 2023. Kwa hiyo mambo ni mengi, mtazamaji wa Zone Media, na nikusihi tu kama kweli basi unatamani kupata habari zijazo, basi sehemu ni moja tu, ni Zone Media hapa kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Lakini usisahau kutufuatilia kila siku kupitia mitandao mingine ya kijamii kama Instagram, mtandao wa X, lakini vile vile Facebook, TikTok pamoja na Thread.